Hapa ni Oysterbay ambapo baada ya kupata taarifa kwamba kuna wadada walipata ajali usiku wa kuamkia jana. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kuongea na mwenyekiti wa serikali za mitaa tuweze kufahamu, je, hili tukio lilitokea baada ya kupata zile video ambazo tulizipata kutoka kwa sosi wetu. Mimi naitwa Zaliam Adam Tabuyanja, nyuma ya kamera yupo Zakaria Juma na hii ni Global TV. Tunaenda kuzungumza na mwenyekiti wa serikali za mitaa hapa Oysterbay. Kwa majina naitwa Mololo Abel Muisumo, ndo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mtaa wa Oysterbay. Kwa tukio ambalo limetokea na limezagaa kwenye mtandao kidogo limeleta sintofahamu. Lakini leo naomba niwape habari ambayo iko sahihi kama mimi mkuu wa eneo hili na ndo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Jambo hili limetokea siku kabla ya jana, ilikuwa ni juzi majira ya saa 7:45 ambapo kuna dereva wa gari ndogo ya chini aina Camry alikuwa ametoka barabara iye Serasi upande wa St. Peters akiwa anaelekea huku upande wa Kilimanyege kwenda Masaki Mwisho. Lakini pia kulikuwa na wasafiri wa bodaboda ambao walikuwa wamebeba wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika mazingira ya huko Oysterbay, maana huku kuna hizi night clubs, kuna hoteli. Sasa kuna wale wafanyakazi wa usiku ambao walikuwa wamepakiwa kwenye pikipiki mbili ambao walikuwa wamepakizana wawili. Sasa bahati mbaya huyu dereva ambao alikuwa ametoka huku na Camry kidogo hakuzingatia kanuni na sheria za barabarani. Matokeo yake alikuwa na pombe kichwani, kwa ikamlazimu kushindwa kucontrol gari na kuwavaa watu ambao walikuwa wanatembea pembezoni za gari na kusababisha ajali ambayo kubwa sana ambayo imeleta maafa, ambao miongoni mwa hao wengine wamevunjika, wengine tulijaribu kuangalia alternative ya kuwapeleka kupata huduma ya kwanza. Na yule dereva pia kumwangalia kabisa katika usalama wake ambao ilimlazimu gari ile ilipomshinda akashindwa kustop, breki zikaja kufikia kwenye bango ili ambalo liko mkabala na Max Solution Limited. Sasa kwa kuzingatia ile eneo letu la barabarani, kwa sababu kwanza Mungu anatupenda eneo la Oysterbay. Ile eneo limebarikiwa kimiundombinu kwa sababu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amejitahidi kwa nafasi yake kwa kipindi chake cha miaka 5 kuijari sana ile eneo la Oysterbay, especially upande huu wa barabara. Hii barabara tangu wananchi wamelalamika na kuiandikia shahidi ndani ya mtaa wa Oysterbay. Lakini pia sio sambamba na hayo, wameendelea pia kuongeza na taa za barabarani. Pia na kuweka kabisa vidhibiti ambavyo vinafanya mambo kikubwa na anaendelea kufanya makubwa zaidi katika mtaa kuhakikisha kwamba swala la ulinzi na usalama liko katika hali ya viwango vya Oysterbay. Kwa hiyo ni wahase sana madereva kuzingatia sana kanuni za barabarani. Kwa sababu hii barabara ukiangalia ina alama zote, ina taa, ina alama zote ambazo zinasaidia dereva kuendana na matumizi ya barabara, lakini matokeo yake ulevi ndio unaosababisha madhara yote katika barabara hii. Kwa hiyo ni wahase madereva, na pia kuna wale vijana ambao wanakuja huku wanafanya racing. Mimi niwaambie kabisa leo kama mkuu wa eneo hili, hatujaruhusu racing eneo la Oysterbay ambazo haziko kwenye utaratibu wa kisheria, kwa sababu matokeo yake resi nyingi huku zimesababisha ajali. Hawa watu wa pikipiki pia ni makelele kwa wananchi na kwa wakazi, na haya maeneo yanakaliwa na viongozi. Kwa hiyo natangaza na kusema tena, huku Oysterbay haturuhusu racing ambazo haziko kiutaratibu wa kisheria. Haturuhusu makelele ya magari ya mashindano ambao yako kinyume na utaratibu ambao hujakubalika kisheria, kwa sababu hivi vitu vyote vinaenda na vibali. Sasa inatokea kila wakati wanatusumbua na kusababisha ajali nyingi huko za Oysterbay. Mnatupa tabu sisi viongozi. Tunawaambia tena na tunawaambia eneo hili la Oysterbay ni eneo ambalo liko sensitive, linaheshimika na lina taratibu zake. Unapoingia eneo la Oysterbay, fuata taratibu. Huu mtaa ni mtaa tofauti na mitaa mingine yote hapa Dar es Salaam hii. Kwa hiyo mzingatie sana alama za barabarani, sheria zilizoko kwenye mtaa ambazo zinaratibiwa kabisa na sheria za nchi. Kama kiongozi nimesimama leo mbele yenu kuambia haya. Maana yanatoka maneno mengi kwamba Oysterbay kuna tatizo. Hakuna tatizo lolote. Mama yetu Dr. Samia sawa kabisa. Na uzuri familia na viongozi wanakaa mazingira haya. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo wanaangaliwa kwa jicho kubwa sana. Sawa mwenyekiti, kabla tujaendelea hapo. Umesema kuna maafa, labda tufahamu majeruhi ni wangapi?
Umesema kwenye pikipiki walikuwa wamepanda mishkaki, walikuwa ni wadada wawili, si ndio? Ndio. Labda paka sasa hivi taarifa ulizonazo au wadada wako wapi, na pengine ndugu zao mliweza kuwafanikisha wakaja ukawasiliana nao, au pia kuna changamoto gani inaendelea kupitia wadada? Uzuri ajali inatokea, mimi nilikuwa katika mazingira ya kazi ya patrol hizi za kuangalia ulinzi na usalama katika eneo langu. Kwa hiyo ajali ilivyokuwa imetokea, nilihakikisha wale majeruhi ambao wamepatikana kwenye ajali wanafikishwa hospitali kwa ajili ya huduma ya kwanza. Na walikuwa wangapi? Walikuwa 4. Walikuja trafiki na polisi hapa wakakimbizwa hospitali, na gari ambayo ilikuwa imesababisha ajali pia usalama wake tukauangalia. Yule dereva ingawa aliwahi kukimbia, lakini gari ilizuiwa hapa. Kwa hiyo automatically tunajua gari ukishaipata gari na usajili ina kila kitu na dereva atapatikana, na kwa taarifa ambazo ninazo dereva alishapatikana kwenye kituo cha Oysterbay, na utaratibu mwingine wa kisheria unaendelea kwa sababu dereva alikuwa ni mlevi. Sasa kucontrol ulevi wa mtu ambaye ametoka sehemu moja au nyingine ni kazi. Ile eneo ni kubwa, coverage yake ni kubwa. Kwa hiyo tulihakikisha kwanza tuangalie uhai wa raia ambao wamepatikana katika barabara hii wakiwa majeruhi, wafikishwe katika kituo cha afya ili kwa ajili ya kupata huduma ya kwanza. Hilo nilizingatia na ndo kazi yangu ambayo nimeapa kuwatumikia wananchi kwa ajili ya hilo. Sawa. Mpaka sasa hivi una taarifa zao zozote? Kwa kweli taarifa ambazo nilizonazo wanaendelea vizuri na matibabu, ila bado hawajaruhusiwa. Kwa sababu kuna ambao wawili walivunjika miguu na kuna wengine walipata majeraha kichwani, lakini wanaendelea na huduma za afya. Serikali iko makini na inaendelea kuhangaikia. Sawa, mwenyekiti, hii barabara kwa mimi ninavyoiona na ninavyoifahamu ina movement nyingi sana, kama ulivyosema, sehemu za starehe, mahoteli, viongozi wanaishi huku. Kwa tukio hili ni tukio la ngapi kwa barabara hii kutokea? Kwa kweli kwa barabara hii ili sio tukio la kwanza, nikiri wazi. Hii barabara huwa sema anaenda kwa msimu, sio mara kwa mara. Unakuta na sababu nimeshaelezea, sababu ni ulevi. Ajali nyingi za barabara hii ni ulevi. Ni watu kwamba wanashindwa kuzingatia na misingi ya sheria za barabarani, kwa sababu mtu kama unatambua kwamba wewe umeshakunywa pombe, haikulazimu tena uendelee kuendesha chombo cha moto. Kwa hiyo sio jambo ambalo la kiserikali kwamba serikali imeshindwa kuweka miundombinu, hapana. Serikali imejitahidi na inaendelea, na kwa baadaye barabara itakuwa ni njia 4 kwa huko tunapoelekea, kwa sababu imeshaandikiwa kwa mahitaji, kwa sababu uhitaji umeongezeka, magari ni mengi, population imeshakuwa na maeneo ya Oysterbay yanakuwa zaidi tofauti na zamani. Kwa hiyo mimi niseme na niendelee kuasa wananchi wakazi kwa ujumla, tuzingatie sana sheria za barabarani, kwa sababu kinachosababisha kabisa kikubwa kwenye barabara hii kesi zote ni ulevi. Sio uzembe kwamba wa madereva, sio uzembe kwamba wavuka kwa miguu au watu wengine ambao wako katika mazingira haya. Inasababishwa na ulevi ambao watu especially sana ni watu wanaotokea maeneo ya mbali, kwa sababu watu wa karibu sana huku wanaelewa utaratibu ulivyo na nini, lakini watu wanaotokea mbali wakishakuja, wameshatoka huko, wamelewa, wamekuja huku kidogo, wameingia kwenye hizi night clubs hapa, sasa wakitoka wanajisahau, na pombe kisha kuzidi kichwani unapoteza maarifa, hata ile accessibility kabisa ya kuhandle gari inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo mimi tu niendelee kutoa rai yangu kuwasihi wananchi wanaokuja katika huu mtaa Oysterbay wazingatie sana sheria za barabarani ili kupunguza maafa ya kila siku na vifo endelevu ambavyo vinapoteza taifa la kesho. Kwamba barabara hii kuna wadada wamepata ajali, lakini sisi Global TV tunaenda kuitafuta kwa kushirikiana na mwenyekiti kufahamu nini kinaendelea na ilikuwaje siku hiyo. Endelea kufuatilia Global TV ili uweze kufahamu hili tukio lilikuwaje kwa siku hiyo ambayo mwenyekiti anasema ilikuwa ni Jumatano kuamkia siku ya Alhamis. Mimi naitwa Zaliam Adam Tabuyanja, nyuma ya kamera ni naye Zakaria. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora hapa
Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.